Hivi unajua kuwa leo dunia haipigani kwa risasi tu, inapigana kwa uchumi, kwa teknolojia na kwa ushawishi wa kimataifa. Vita vikitokea Mashariki ya Kati, bei ya mafuta hupanda. Na sio hivyo tu, ushindani wa kiuchumi kati ya mataifa makubwa yenye nguvu ukiongezeka, bei za bidhaa hupanda. Na dunia ikitikisika, mataifa ambayo hutegemea bidhaa kutoka nje huumia zaidi. Lakini swali ni moja. Je, Tanzania tupo tayari kwa kiasi gani? Leo bado Tanzania tunategemea bidhaa nyingi kutoka nje, ikiwemo mbolea, mafuta na baadhi ya teknolojia muhimu sana. Hii ina maana kuu moja, kwamba misukosuko ya dunia inaweza ikaathiri moja kwa moja maisha ya Watanzania. Ndiyo maana misukosuko ya vita ya Irani imesababisha kupanda kwa bei ya mafuta Tanzania. Na bei ya mafuta ikipanda, gharama za usafiri na chakula pia hupanda. Hata bei ya bidhaa mtaani huongezeka, na hivyo biashara ndogo ndogo hukosa kiwango kikubwa cha faida. Na mwananchi wa kawaida ndiye siku zote anayebeba mzigo mkubwa zaidi. Lakini changamoto kubwa zaidi ipo mbele yetu. Dunia sasa inaingia kwenye uchumi mpya unaoongozwa na AI, automation na digital economy. Kama vijana wa Tanzania hawatoandaliwa kwa ushindani huo, tunaweza tukabaki nyuma kiuchumi. Lakini naamini Tanzania tunayo nafasi kubwa ya kushinda, kwa sababu tuna rasilimali, tuna ardhi, lakini zaidi ya yote tupo mamilioni ya vijana wenye uwezo na ubunifu. Suluhisho la changamoto za kiuchumi zilizopo ni kujenga uchumi unaozalisha zaidi ndani ya nchi na unaotumia teknolojia kuwapa vijana nafasi za kiuchumi. Kwa maoni yangu, haya ndiyo mambo ambayo lazima Tanzania kama nchi tuyafanye ili tuweze kusonga mbele. Kwanza, Tanzania lazima tuongeze uzalishaji wa ndani. Jambo hilo litahusisha kubadilisha mfumo. Badala ya kuuza mazao ghafi, tuongeze thamani hapa hapa nchini. Kwa mfano, badala ya kuuza kahawa ghafi, tuizalishe, tuisindike na tuuze kahawa iliyokamilika na iliyo tayari kwa ajili ya matumizi. Jambo hilo lifanyike kwa malighafi zote tulizonazo nchini. Tuziongezee thamani hapa hapa na kisha tuuze bidhaa zilizokamilika nje ya nchi. Jambo hilo halitokuwa rahisi, litahitaji teknolojia ya kutosha, mtaji na mikakati ya muda mrefu, lakini lazima tuanze sasa. Kama tukilifanikisha hilo, litaongeza ajira, mapato na tutapunguza utegemezi wa bidhaa kutoka nje. Tuhamie kwenye jambo la pili ambalo kama Tanzania lazima tulifanye ili tuweze kuendelea. Lazima tuwekeze zaidi kwenye kilimo cha kisasa. Hali ilivyo sasa, wakulima wengi ndani ya Tanzania bado wanategemea mvua na teknolojia ndogo ndogo katika kufanya kilimo chao. Changamoto ya kutegemea mvua, zisiponyesha nchi inaweza ikapata mgogoro wa chakula kwa haraka sana. Suluhisho ya hilo ni kuhamasisha kilimo cha umwagiliaji, kuongeza utunzaji wa mazao, lakini pia matumizi ya teknolojia katika kilimo ili kuongeza uzalishaji na usalama wa chakula. Lakini wazo langu kuu ni hili: kuanzisha Youth Digital Production Hubs katika kila mkoa. Hivi viwe vituo maalum kwa ajili ya kuwapa vijana mafunzo ya AI, graphic design, digital marketing, programming na huduma nyingine za kidijitali zinazoweza kuuzwa duniani. Katika vituo hivyo, vijana wapate internet ya uhakika, vifaa vya kisasa na mentorship kutoka kwa wataalamu wa sekta binafsi na umma. Kwa mfano, kijana kutoka Mtwara au Kigoma mwenye mafunzo ya kutosha anaweza akafanya kazi mtandaoni na kujipatia kipato bila hata kuondoka Tanzania au kuonana na mteja wake physically. Anaweza akafanya kazi popote alipo kwa sababu ya mafunzo ambayo anaweza akapata kupitia vituo hivi vya Digital Hub. Hii inaweza ikafungua maelfu ya ajira mpya kupitia freelancing, startup na biashara za kidijitali ambazo kwa sasa ni nyingi sana. Vituo hivi vinaweza vikaanza kama pilot project katika mikoa michache kwa ushirikiano baina ya serikali na sekta binafsi. Kisha vinaweza vikaongezwa kulingana na matokeo. Sasa tuendelee. Tanzania pia inapaswa kuimarisha biashara ndani ya Afrika kupitia Africa Continental Free Trade Area. Ni makubaliano ya pamoja ya kufanya biashara ya pamoja kwa nchi za Afrika. Hilo likifanyika linaweza likaongeza masoko ya bidhaa na huduma zetu ndani ya bara letu wenyewe la Afrika. Lakini mwisho wa yote lazima tukubaliane kuwa kujenga uchumi imara si kazi ya serikali pekee. Ni jukumu la sisi vijana wenyewe kuwa tayari kujifunza, kubuni na kutumia teknolojia kutatua changamoto zinazotuzunguka. Misukosuko ya dunia inaweza ikawa tishio kwa Tanzania, lakini pia inaweza ikawa nafasi ya kujenga taifa linalojitegemea zaidi kiuchumi, taifa linalozalisha zaidi, taifa linalotumia teknolojia na taifa linalowapa vijana nafasi
ya kuongoza uchumi wa kesho. Unajua, katika dunia ya leo, utajiri wa taifa haupimwi kwa rasilimali pekee. Unapimwa kwa uwezo wa watu wake kufikiri, kuvumbua na kutengeneza suluhisho ya matatizo mbalimbali yanayoikabili nchi. Na kama Tanzania itawekeza kwa vijana wake leo angali wadogo, halitokuwa taifa linalosubiri fursa kutoka nje. Litakuwa taifa linalotengeneza fursa zake lenyewe. Vijana wanafikiri, taifa linasonga. Wakili Lucas Myula, mpaka wakati mwingine.